Mtumishi Msigwa alifundisha kuhusu nidhamu na itifaki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa neema na kibali alichotupatia vijana kwa kutukumbuka kwa mwaka 2026 kwa kutuwekea semina ya vijana ili kutukumbusha tuweze kusimama katika zile nafasi ambazo hatukuweza kusimama. Haleluya. Amen. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Mtumishi jana alitufundisha mtumishi wa kwanza alitufundisha kwa habari ya itifaki na nidhamu. Akatuambia kwamba kitu chochote na nafasi yoyote unatakiwa uwe na ufate itifaki. Akatutolea mfano kwa mzazi na mtoto, kiongozi na wazazi wa kiroho, kuwa akisimama mbele yako uwezo ukafanya kitu kama hujaanza kwake. Akasema kwa mfano baba yetu Josephat Elias Mungira, yeye kasimama kwa kusudi katika kanisa la Efata. Kwa hiyo uwezo ukaomba wewe Mungu akakujibu pasipo mtumishi wake kupewa nafasi. Kwa hiyo unavyomwombea mtumishi wa Mungu, unavyomwombea aliyo mbele yako, Mungu anakujibu kutokana na yule aliyopo mbele yako ili wewe uweze kupata majibu yako. Haleluya. Vile vile kuna mtumishi aliyefuata alitufundisha kwa ajili ya usamani. Haleluya. Akauliza, wewe kijana unaitambua nafasi usamani wako? Usamani ulionao kwa jamii inayokuzunguka, kwa wewe kijana, kwa taifa. Haleluya. Hicho ndicho tulichofundishwa na yapo maelekezo. Vile vile yupo mtumishi aliyefuata ambaye ni baba mchungaji wetu, alitufundisha namna ya kutembea na Mungu, kwamba tunatakiwa tuwe watu wa ibada. Vile vile Mungu anatembea na kila mtu. Mungu habagui wala hachagui. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe watu wa ibada na watu wa kukaa na kutafakari neno la Mungu. Haleluya. Mimi yangu ndo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana nitaongea kwa kifupi. Mtumishi wa kwanza ambaye ni mwenyekiti wa kiroho alizungumzia kwa habari ya itifaki. Kifupi, itifaki alituambia ni taratibu au tabia ambazo zina guide au zinaongoza mahali fulani. Utaratibu unaofuata sehemu fulani unaofuatwa. Kwa akasema Mungu ni Mungu wa utaratibu au Mungu ni Mungu wa kanuni. Kwa hiyo akasema tunawezaje kufuata itifaki? Kuna itifaki katika kufuata taratibu katika kuwaheshimu viongozi wetu, wazazi wetu wa kimwili, baba na mama, lakini pia viongozi watu ambao wako wana mamlaka juu yetu, lakini pia wazazi wa kiroho. Akasema kwamba hao wote wamecarry blessing, yani wamebeba baraka, kwamba unavyowaheshimu, unavyowasikiliza, unavyowatii, una attract zile baraka kukufuata. Kwa mfano baba mtume na nabii ni baba yetu wa kiroho, akasema, lakini zile baraka zina flow. Kwa hiyo kama utakuwa unatii, labda kuna kiongozi wa kanda, kuna mchungaji kiongozi, labda kwa huku Morogoro mnaye wa kwenu, hapa kuna mchungaji, si ndio? Kwa ukimtii mchungaji hapa, kwa sababu ile flow ya baraka inatiririka, kwa hiyo ukimtii hapa, hata zile baraka zinakufikia kutoka kwa mtume kuja kiprotoko mpaka kwa huyo mchungaji wenu wa kituo au viongozi wenu, kwa sababu ile ni kanuni ya kiungu. Kingine nachokumbuka hapo tu niishie hapo kwa kifupi. Lakini tukafundishwa kijana na uthamani. Simply tukasema kijana ni kuanzia umri
ulielezea katika engo mbalimbali kuanzia 15, 18 mpaka 35. Kwa hiyo tukageneralize kuanzia 15 mpaka 35. Huyo ni nani? Ni kijana. Yes. Uthamani tukasema ni uthamani ni upekee. Exactly. Yes. Kwa kifupi tu nilivyoelewa kwamba uthamani nini? Ni upekee. Utapataje uthamani? Kwa kutenda. Au tunawezaje kudetect uthamani wa mtu? Kwa kupitia kutenda kwake. Kwa hiyo kama kijana ukitenda vema, tutatambua thamani yako. Katolea mfano kwamba kuna mtu anadeki, labda anapanga hapa, anaimba, anafanyaje. Hawezi kuwa na mtu ambaye anakuja tu Jumapili kwa Jumapili. Value yake kwa Mungu inakuwa upgraded, inaongezeka utukufu hadi utukufu. Kwa hiyo akasema tuadi value kwa kufanya nini? Kwa kutenda. Tutende kwa pekee na tuwe na maamuzi makubwa, tuwaze vitu vikubwa vikubwa. Hivyo tu. Alafu baba akaishia akasema kijana isafishaje njia yake? Kwa kutii na kulisoma neno. Amina. Gelea kwenye kipengele cha mwisho aliposimama baba, kikubwa nilichoondoka nacho mimi jana, kuna kitu alisema, akasema kwamba nielewe kuwa mimi ni mwana wa Mungu, hivyo katika chochote kile ambacho ninakifanya ninakibali kuliko mtu yoyote yule, na pia katika chochote kile ninachokifanya nijitahidi kuzinena habari za Mungu, kwa sababu kama nikaa na nena sawa sawa na mapenzi ya Mungu, ina maana hata wale ambao nakuwa nawaendea pale, yaani mimi naonekana ni watu tofauti kuliko wale wengine. Nashukuru kwa nafasi hiyo Ndegea. Kwa mimi cha kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa neema hii na kibali cha kufika mahali hapa. Cha pili, kwa jana tulipojifunza mwanzo, mtumishi alisema, aliingia katika kitabu cha Hosea 4:6. Kitabu kile kinasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kikubwa tutambue kama sisi vijana, ukisoma katika kitabu cha Mhubiri 12:1 inasema hivi, tumtumikie Mungu enzi ya ujana wako kabla hazija siku mbaya zile za kuishi. Kwanza alikuwa mwenyekiti wa kiroho, alituelekeza juu ya itifaki na protocol. Alisema kuwa itifaki ni taratibu ya eneo fulani au tabia au maadili ya eneo fulani ambayo inatawala hilo eneo. Pia baada ya hapo akatueleza, akagusia kwenye mambo fulani juu ya protocol hizo, jinsi muongozo au tabia zinaweza kufanya kupokea baraka. Akazungumzia kwenye maeneo ya mzazi wa kiroho, jinsi gani inapotoka baraka kutoka juu mpaka chini. Pia akaja mtumishi mwingine akaelezea juu ya kijana na uthamani wake, uthamani wa kijana. Kwa hiyo tukatambua kuwa kijana ni mtu yoyote anaweza kuanzia miaka 15 mpaka 35. Tukapata kutambua pia uthamani. Uthamani ni nini? Tukajua kwamba uthamani ni upekee mtu anapofanya jambo fulani. Ili tuweze kutambua thamani yako, na enda kutambua umefanya jambo hilo kwa upekee gani kwa zidi wenzio. Hapo tunapotambua kwamba wewe una thamani kiasi gani. Tukatoka hapo tukaja kutambua mambo ambayo yanahitajika kwa kijana ili kuweza kuwa na hizo sifa za thamani. Na kwanza akazungumzia kwamba kijana atakiwa awe mbunifu. Kwa hiyo katika jamii au maeneo yanayotuzunguka, kijana yeye kama kijana katika jambo fulani anatakiwa kufanya, anatakiwa uwe mbunifu, uwe mwenye kuweza kuchangia mawazo juu ya jambo fulani, kuweza kusababisha kitu kiweze kutokea, kwa sababu ndio kijana akili bado ziko changa kuweza kusaidia katika jambo fulani. Pia akazungumzia kuwa kijana atakuwa kuwa ni chachu ya mabadiliko. Atakiwa kwamba kijana ndio mtu ambaye anaweza kuleta mabadiliko. Pia akazungumzia juu ya kijana anatakiwa awe na uongozi mzuri katika jamii au katika kanisa. Baada ya hapo akaingia mtumishi wa mwisho, kwa nilivyoelewa akasema kuwa kijana kwanza atakiwa tutambue kwamba sisi ni wana wa Mungu katika jambo lolote tunalofanya. Hivyo tunapaswa kuwa na muunganiko na Mungu. Hata tunapotenda jambo Mungu anakuwa katikati yetu. Asante. Shangilie Bwana.
Basi kwa nafasi ambayo tumepata tena leo, tutaenda kwenye kipengele cha mambo ya kuzingatia ili kujiongezea thamani kama kijana. Kabla ya kuanza kuviorodhesha mambo hayo, cha kwanza napenda tufahamu ya kwamba mtu yeyote ambaye anataka kujiongezea thamani katika maisha yake ni lazima kwanza akubali kujigharimu. Yaani lazima ukubali kulipa gharama ili kusudi thamani yako iongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukubali kulipa gharama. Hakuna mtu ambaye anapanda au anaongezeka thamani ikiwa anaishi kama alivyoishi jana, au kama anavyoishi mwingine, au kama anavyoishi walivyoishi wazazi wake. Wazazi wako walipoishi katika kiwango kile ambacho wewe unamuona nacho kile, wewe ili kusudi uongezeke thamani, maana yake inabidi ulipe gharama zaidi ya walivyolipa wao. Jambo la pili, lazima uelewe kwamba wakati uko kwenye mchakato huu wa kujiongezea thamani, yanaweza kutokea makwazo ya kukusababisha wewe ushindwe au usite kuendelea kulipa gharama. Unapofanya kitu kizuri, shetani naye waga yuko hapo. Hakuna jambo ambalo ni zuri alafu mtu, yani jambo unalofanya wewe ni zuri alafu watu wa pembeni wasikupende. Watu wa pembeni watakupenda. Sasa lazima ujue kabisa, na shetani pia ni mtu wa pembeni. Lazima watu watakuwa karibu na wewe, yani kwamba mbona kama anaelekea kutoboa. Kwa namna gani? Yani kuna majaribu mengine yanakuja kulingana tu na wewe, maisha yako unavyoishi, unakuwa mbali na Mungu. Ukiwa mbali na Mungu, maana yake shetani hana hata haja ya kupandisha kule, si wa kwake. Sasa mtu wa kwake afa aanze kwenda kuomba ruhusa kule. Ayubu alikuwa ni mtumishi wa Mungu kisawa sawa. Ndio maana shetani alipotaka kumuingia ilibidi apande kwanza kule. Kwa wewe kwenye nafasi ya utumishi ulionayo, ukikaa sawa sawa, maana yake shetani haruhusi kukugusa wewe kabla hajapanda kule. Sasa akipanda kule ni mawili. Kama Mungu amesharidhika yeye na jitihada zako wewe, anamwambia don't touch my anointed. Kama Mungu akitaka kukupeleka kiwango fulani ambacho yeye anataka ajitolee utukufu, anamwambia nenda kafanye kwenye hiki, lakini hiki usimguse. Hakikisha anastay na uhai wake. Kama ni Mungu ameruhusu. Unapigwa mpaka unaisha kabisa. Yaani unaisha mpaka unaisha ile zaidi ya Ayubu. Wewe hapo jiulize mara mbili mtumishi. Lakini jambo la mwisho, hakuna mtu yeyote mwenye kuikuza thamani yako isipokuwa wewe. Wewe ndio responsible namba 1 kwa ajili ya kuikuza thamani yako. Na cha baba, hakuna cha mama, hakuna cha shangazi, wala mlezi yoyote ambaye alikulea, wala jirani yako, wala yule partner ambaye unafanya naye biashara, wala yeyote ambaye uko naye kwenye mahusiano ya aina yoyote. Maumivu ulionayo leo ni matokeo ya kile ambacho walikifanya, lakini kesho yako inaamliwa na wewe. Yaani kesho yako haiamliwi kabisa na kwamba wazazi wangu walinifanyia hivi au kunifanyia hiki, si na hiki na hiki na hiki alikiacha. Kesho yako ni ya kwako wewe. Maisha unayoishi leo unajikagua tu kwamba this level of life mimi ninastahili, ninapendezwa nayo. Kama upendezi nayo, maana yake unamshukuru Mungu kwa sababu ni hatua ambayo wazazi wako waliishi kwa ajili ya kuitengeneza wewe hii ulionayo. Lakini sasa unapata darasa la wewe kusimama kwa ajili ya kizazi kijacho ambao ni wanao wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanao wewe, maana yake watakapokuja watu wataja jina la baba yako, watakutaja wewe. Kwa maana yake kesho yako, ndio maana nasema kesho yako ni wewe ndio ambaye unawajibika. Kesho ukija kuwa vizuri, watoto wako wakaja kufurahia, maana yake wewe ndio uliwatengenezea njia bora. Sasa twende kwenye vipengele vya mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, lazima uwe na kitu ambacho kinakuingizia kipato wewe kama kijana. Katika jambo lolote, ili kusudi uongeze thamani, ili thamani yako iongezeke, lazima uwe na kitu ambacho kinakuongezea kipato wewe kama kijana. Unasomea kilimo, unasomea sijui biashara, unasomea sijui uhasibu, unasomea nini, lazima uwe na kitu ambacho kinakuingizia kipato. Kwenye maisha ya kutafuta thamani, huaga apendwi mtu, kinapendwa kile alichonacho mtu.
Kwa hiyo ili kusudi uongezeke, yani ili kusudi watu wawe karibu na wewe, ili watu wavutiwe na wewe, lazima uwe na hela. Unafika mahali unakaa na vijana wenzako, mbona sipewi thamani, mbona hata waniheshimu? Kwa sababu una hela. Yaani ukiona watu hawakuheshimu wewe, hata kule shuleni tulikosomaga, kijana ambaye anatumiwa pesa nyingi na wazazi wake, unakuta ana marafiki wengi. Tuseme sisi tuliokuwa tunasoma tumesahau, eti ambao mko mnasoma sasa hivi, si ndivyo ilivyo? Au sasa hivi kama una hela unapendwa tu hivyo hivyo? Tukiwa shule za msingi, ukiwa una kila siku shuleni saa 4 ikifika unaenda kununua ice cream na bagia, afu ukose rafiki, pesa inakuongezea thamani wewe kama kijana. Ukiwa una pesa na ujana wako na wokovu wako, hakuna mtu yeyote ambaye anakuthamini. Ndio maana Efata tunasema akili Yesu. Wanafikiri kwa nini hajaachwa yenyewe? Ili kusudi tujue unayo akili, lazima tuone. Ili kusudi tujue unayo Yesu, na baba akatoka kufundisha hapa juzi hapa kwenye nini mkesha wa mwaka mpya. Ili kusudi tuelewe kwamba kweli wewe unamlingana Yesu, ili tujue kwamba kweli unafanya mapenzi yake, lazima una jukumu la kufanya ili kujiongezea thamani. Thamani haiji kwa ubwete. Kuna wakati nilikuwa nazungumza na zangu, kaniambia mimi kaa pale nyumbani naona kama nazalaulika. Nikamwambia, unajua kwa nini nazalaulika? Kwa sababu kila kitu ambacho unakitaka unataka wao ndo wakupe. Sasa utaishikaje? Kwenye maisha yote ukiishi maisha ya kutegemea mtu ndo akupatie, kwa sababu atakutaka ufanye vile ambavyo anataka, alafu ndo akufanyie kile ambacho unakitaka. So katika umri wa miaka 18 mpaka 35 ni umri ambako unapaswa kuhakikisha umejiwekeza vya kutosha kwa ajili ya kuweza kufika miaka 40 ukiwa sio tegemezi tena. Yaani uhitaji kuishi kwa ajili ya kutegemea wanao, sijui nani utakuja kusumbua watu. Mwambie usije kuchosha watu wenzako, usije kuchosha watoto wako. Tafuta hela ili uzudi ukija kesho waanze kuona nini. Yaani hata unafunga safari, wanangu unakuja kuwatembelea, asema mama huyo anakuja. Unakuaga na mzigo mzito ndani ya ndoa kama unakutana na mwanaume peke yake ndo mchakalikaji. Yaani mimi mwanaume si ndo nachakalika, mke wangu afanye kitu chochote, alafu kwenye familia kule nako ndo hivyo. Sema ndo hivyo. Anapokuja anataka mimi ndo nimtumie nauli, akifika nyumbani mimi ndo nigaramike sio na nini na nini. Mwambie jirani yako, sitakuwa mzazi wa kutegemea. Yaani lazima unafanyika na fulani kuwa taabisho kwa watu, afu uzoe wako huo furaha. Ni maana kila unachokitaka kuna wakati ni ifike wakati kwamba wewe kama baba, wewe kama mama, unaenda na kamzigo fulani, wanangu nimewaletea chakula, wanangu nimewaletea zawadi. Afu kitu kingine, wanaume tukazane kutafuta hela ili kujiongezea nini? Thamani. Usikubali mke akupitie kiwango cha hela ulichonacho. Usikubali kupitwa mpato na mdada. Mdada akikupita pesa, manake wewe mbele yake hauna thamani kuzidi yeye. Hawezi kumwambia chochote. Hata unaweza nakupenda what you have. Unanipendea nini? Na nyinyi wadada, ili kujiongezea thamani. Yaani kwamba hata baba anapokuja hivi akikuangalia ajisikie kutetemeka kwanza. Sio anakuja kuangalia bwana huyo hapa huyo. Nikimpa 100,000, yaani nikimita nyumbani anakuja. Yaani tengeneza mazingira ambayo mtu hata kama ana 500,000 na kuangalia anasema jilo kwenye swala hela siwezi kumuingilia huyo. Ngoja nitafute namna nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unakuwa unajitengenezea uokovu wako wigo, unajitengenezea ujana wako wigo. Ni kwa jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kupitia kusoma neno. Neno ukiwa nalo linakupa hela. Kwenye neno pale hajazungumzia kwa habari ya wanaume ndio wafanye nini? Waisafishe njia yao kwa kutumia neno. Kijana,
unao wajibu wa kuwa na neno likupe hela. Andika changamoto kwa herufi kubwa, changamoto zinazotukabili au zinazomkabili kijana katika kutimiza mambo haya. Katika mazingira haya ya kuongeza thamani haya, ziko changamoto ambazo kwa kawaida huwa zinatukuta, na hasa kwenye kipengele hicho cha pesa. Changamoto ya kwanza ni ukosefu wa elimu. Vijana wengi wamekuwa na mawazo ya kwamba aliye na elimu anaweza kuwa na pesa kuliko mimi. Sijasema msiende kusoma, ila nimesema unaweza kuwa na elimu alafu na bado na hela usiwe nayo. Sasa wale ambao akikaa na muangalia mtu wa form 6 amefika form 6 au kafika degree, akijiangalia ni darasa la 7, anajiona kama ni mtu ambaye hawezi kufanya kitu chochote. Nataka nitoe mfano mmoja wa kijana mmoja anaitwa Jack Ma, ni China. Akiwa anasoma shuleni alikuwa ni mtu ambaye ni mara zote yuko kwenye zile listi za watu ambao ni failures. Kwa hiyo Jack Ma bwana, katika kiwango cha elimu ambacho alikuwa nacho, alikuwa ni mtu ambaye hakujikatia tamaa kwa sababu ya kuwa kwenye listi ya watu ambao wanafeli. Ile kilichomsaidia au alichokaa nacho kwenye akili ni kwamba nina kitu fulani ambacho ninaweza kukifanya na nikapata pesa. Kikubwa ambacho kilikuwa kinamuokoa ni kwamba kitu ambacho alikuwa anakiwaza hawazi kwa ajili yake, anaanza kutumia fursa au watu alionao ili kuwatumia wao kutengeneza nini? Pesa. Kiasi fulani alikuwa na maarifa kidogo kuhusiana na mambo ya IT. Akasema China kuna kipindi ambacho itafika itahitaji internet kwa kiwango cha juu. Mimi nitafanya kitu ambacho kitasababisha China kwenye msimu huo ambao utahitaji internet, mimi natumia. Yani aliweza kuliona tamanio lililoko mbele yake. Akakusanya kikundi ka watu wake 9, wakaanza hatua 1, 2, 3, 4 pasipo kukata tamaa. Hatimaye leo kijana huyo Jack Ma ambaye tunamzungumzia, ambaye alikuwa kwenye list ya failures, leo hii ndiye mmiliki wa application ya Alibaba ambayo ni maarufu kwa ajili ya uuzaji wa vitu kwa mitandaoni. Tunaifahamu Alibaba. Yule kijana ambaye alianzisha hakuwa na elimu yoyote darasani, lakini alielewa kitu nilichonacho mimi ninaweza kukisupply kwa watu, alafu mimi nikarudishiwa nini? Kwa sababu pesa haitafutwi. Pesa izingatie elimu ulionayo. Unaweza kuwa umesomea sana habari ya hela, alafu mwisho wa siku namna ya kuja kutekeleza, mimi ambaye sijasomea nikaje nikakuzidi. Pesa unaitengenezea channels tu. Wewe tengeneza mikodo, pesa hii yenyewe inakuja. Pesa ukitafuta utaipatia wapi? Ikikoga ziko kwenye kuna mahali zimechimbiwa, unaenda unachimba unazikuta, ingekuwa ni rahisi sana. Lakini sasa ni kitu ambacho wewe haukioni. Kwa cha kufanya wewe zitengenezee mfereji tu shop. Zikija zinatiririka kwenye mfereji ambao utawe. Changamoto ya pili, ukosefu wa kazi. Watu wengi wameamini kupitia kazi pekee ndivyo wanaweza kufanikiwa. Ndio maana leo hii tuna changamoto ya vijana wengi ambao wamesoma alafu wamekaa nyumbani wanasubiria nini? Ajira. Ndio unavyozidi kukaa unasubiria kitu ambacho ukioni, ndivyo ambavyo thamani yako inashuka, kwa sababu unaonekana hauko creative. Ushughulishi ubongo wako ya. Ushughulishi akili yako kuwaza kitu gani cha kufanya. Amen. Amen. Changamoto ya tatu ni ukosefu wa maarifa. Iko tofauti ya elimu na maarifa. Elimu lazima uwe darasani, ila maarifa, kwani Danieli alijilinda darasani, lakini akaambiwa toka siku ile umetia ufahamu akili yako. Maombi yake yalijibiwa. Maarifa ni kitu anachopewa mtu ili kumtengenezea uwezo wa kufanya jambo fulani. Hiyo ndio tafsiri ya uwezo. Ziko njia nyingi za kupata maarifa. Kwa mfano Danieli tunamwona yeye alikuwa ni mtu wa kusoma vitabu sana. Unaweza kutumia mitandao ya kijamii kupata maarifa. Unaweza kuwaendea, unatamani kufanya biashara aina fulani, muendee mtu ambaye anafanya biashara aina hiyo. Unaambia imekuaje, imefikaje ndugu yangu? Anakupa maarifa. Kwa kwenye kila kitu ambacho unakifanya, wewe tamani tu kuongeza maarifa. Usitamani kuishia mahali pamoja. Usishe kufanya kitu hicho kila siku naisha kwenye kiwango hiki.
Unaona kabisa biashara yako wewe unaenda kila siku unaingiza 20 unalizika. Tafuta maarifa ambayo yatakufanya uongezeke kutoka kwenye 20 kwenda 25, 30 mpaka na kuendelea. Wakati huo una maono yako ya mbali sana. Ukitaka kufikia kufikia kiwango cha juu sana, hakikisha kwenye akili yako, haijalishi una kiwango gani cha pesa ulichonacho sasa hivi, lakini akili yako iwaze mbele zaidi. Utajikuta kila siku natamani kujifunza. Kila siku mtu anaingia YouTube, mtu anaingia wapi, anaenda nini kwa ajili ya kuongeza nini? Maarifa. Unatamani kuimba, unatamani kufanya, sio vitu ambavyo lazima uende darasani. Ni maarifa ambayo unayapata kupitia watu ambao wanafanya hivyo vitu. Lakini maarifa ni kitu ambacho kinatatuliwa kupitia wewe kutengeneza au kutafuta wapi yanakopatikana. Namba 2, tumia karama ulionayo. Yaani ukiweza kuitambua kwanza karama yako, alafu ukaiishi, manake ile karama yako tu inajitengeneza au inaweza kukutengenezea wewe thamani ambayo mwingine hana. Inawezekana wewe una karama ya uimbaji na mwingine na karama ya uimbaji. Namna gani ambavyo wanaongeza thamani ni namna ambavyo wewe unaifanyia kwa ziada ile karama. Kwa ni karama hiyo hiyo, ila thamani yako inaongezekaje? Ni kupitia vile ambavyo unafanya kwa ziada kwenye nafasi hiyo ambayo yuko nayo. Faida ambazo zinapatikana katika kutumia karama, ya kwanza, inakupa utambulisho chanya kwa jamii na kanisa. Kabla hujaokoka ulikuwa unatambulika kwa vile ambavyo ulikuwa unatambulika. Kila mtu anajua historia yake. Lakini unapokuja kuokoka na kuamua kutumia karama ulionayo na kuamua kuapply ile karama ulionayo, manake sasa unabadilishwa title kutoka ile title ambayo ulikuwa unaitwa duniani. Sasa hivi unaanza kuitika kwa title ya karama unayoitumikia. Kwamba ukipita mtaani unaulizwa, yule ni nani? Yule ni fulani. Yupi? Si yule mwimbaji? Si yule ICT yule? Si yule ashazi kwenye kanisa la Efata? Kwa ukitumia karama inakujengea wigo wa mazingira hasi kukufuata. Jambo la pili au faida ya pili, inamfanya Mungu ajivunie wewe, sawa sawa na Korinto 1:7. Ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo, walakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu hivi na huyu hivi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tunakiona hapo ni kwamba karama ni kitu ambacho sio mtu amejiwekea, ni Mungu amekiweka ndani yake, si ndio? Kila mtu karama alionayo amewekewa na nani? Na Mungu. Sasa unaongezaje thamani mbele za Mungu? Ni pale ambapo unatumia kile ambacho Mungu amekupa. Yaani unakubaliana kwamba Baba, umenipa uimbaji, let me sing. Kwa hiyo unamfanya Mungu anakuona kwamba ni mtu ambaye umekikubali kile kitu ambacho amekupa. Kufanya hivyo unajitengenezea mazingira ya wewe kuwa karibu au kuwa mwenye thamani mbele za nani? Za Mungu. Ni tofauti na mtu ambaye amepewa alafu hajafanyia kitu. Tunaweza kutumia ule mfano wa wale bwana waliopewa talanta. Yule aliyepewa 5 alafu akazifutia, kuna kuwa na thamani, sio? Yule ambaye alipewa akazizalisha mara 2 yake, yaani yule alizalisha mara 2 tu, akaambia heri mtumwa. Kwa maana tunaona Mungu anawapuuza watu ambao hawatumii kitu ambacho amewapa. Moja kati ya vitu ambavyo Mungu amekupa ni karama. Au la 3, inakupa upekee kupata yale ya ziada. Katika Mathayo 25:15 tunaona ile safari ya wale mabwana wale ambao nimewazungumzia hapo nyuma, waliopewa talanta. Waliopewa talanta wakatumia talanta, waliotumia wakazizalisha, wakawa ni wa thamani zaidi mbele za Mungu, na yule ambaye hakuzizalisha akaonekana kuwa ni wa kutupwa tu, hana chochote ambacho anatengeneza. Mwambie jirani yako, ni mzalishaji au ni mfukiaji wewe? Kuna faida nyingine ambayo iko hapo kwenye hicho kipengele, kwamba kama wewe umeumbiwa kitu hicho na hujakitendea kazi, kwa mfano huo ni kwamba
kile ambacho hujakitendea kazi wewe, ese uimbaji ambao hujautendea kazi, alafu huyo hapa ameutendea kazi, unajua kitakachofanyika? Kwa ule mfano unasemaje? Akakichukua cha huyu anamchukua huyu, sasa unabakia hapa, mimi nimeokoka lakini nikopo, ushanyang'anywa wewe. Kwa hiyo ukitumika mbele za Mungu kwa uaminifu, au ukatumia kile kitu ambacho Mungu amekupa, maana yake inakuongezea thamani. Hata yule ambaye hafanyi, unabeba baraka zake zote, unabeba wewe. Haijalishi unatamani mambo makubwa kiasi gani, wewe mzalishie Mungu kupitia talanta aliyokupa. Kuna nyongeza waga unapewa, kuna nyongeza ambazo zinapatikanaga. Kwa unachokitaka wewe, haijalishi kinaukua kiasi gani, wewe fanya kwa uaminifu. Kuna mzembe mmoja tu atatokea, yaani kuna mahali tu atatokea mzembe mmoja, yani shwa kadiri tu Mungu anamwambia una hata haja ya kwenda kumkaba kwenye mambo ya utumishi. Yaani unahitaji wewe nipe uimbaji. Mungu mwenyewe anakuambia bwana, mimi sijaona ulichokifanya, kwa kweli unaipotezea. Sasa kama ilifika wakati Mungu ananiambia msiponisifu mimi atainua hata mawe. Yaani maana yake alitaka zile utukufu ambao zile baraka ambazo anataka kuwapa wale watu azinyang'anye kwa watu, azitoe kwa nani? Kwa mawe. La 4, inakupa fursa ya kuibua na kukuza karama ulionayo. Kanisani ni mahali pa malezi ya kiroho, tabia na vipaji. Kijana anapojitoa kutumika kanisani, iwe ni uimbaji, upigaji wa ala, usafi, ulinzi, au watu wa media au ICT, kufundisha watoto au huduma nyinginezo, anajiongezea thamani kubwa na fursa zinazoweza kujitokeza ambazo zinahusiana na ile karama aliyonayo. Ndio maana waga tunasema Efata ni chuo. Najua kwa mfano mimi leo ni ICT, engineer hapo ni ICT, kuna ICT mwingine yuko pale, lakini ukituuliza tulisomea chuo gani cha ICT, lakini ni kwa sababu mtu amekubali kutumia karama alionayo, alafu Mungu akamtengenezea fursa. Sasa hivi leo hii anakuja mtu wa media huku kwamba anataka mtu wa ICT, alafu Mungu ameniona akaja akaniunganisha naye. Baraka nyingine tunazikosa kwa sababu tunataka kuviibua vitu vilivyoko ndani. Una kipaji fulani labda cha kupamba, unaweza kuanza tu kwa kwanza hii kupamba hapa madhabahu ya Bwana Yesu hapa, alafu zinakuja zinatokea fursa. Kuna jamaa anayepambaga pale kanisani, waka anafanya vizuri sana. Hebu mnaonaje tukimuulizia ni nani anayepamba afanye nini, aje atupambie kwenye sherehe yetu? Ujala shavu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wapiga muziki wa live wamekuja hapo, wanajoshua yuko pale. Ukimuuliza atajoshua mwenyewe kaenda kwenye chuo gani cha muziki, ajui. Labda kama yani ambacho labda yuko nacho kichwani, labda ataishia tu kujua kwamba ni vyuo gani vinavyofundisha muziki. Lakini ukimuuliza certificate ya hiyo mambo ya muziki sijui, ajui. Lakini leo imekuja imetokea fursa, maana kwamba tunataka mtu wa muziki, tumepungukiwa mtu wa bezi hapa, tumepungukiwa mtu wa kinanda. Manake cha kwanza atakayeangaliwa ni nani huaga anafanya kitu hicho kanisani. Yaani kanisani ni sehemu yako ya kujifunza. Ndio maana nasema Efata ni chuo. Kwa wewe ukipata fursa ya chochote ulicho nacho, yaani karama ulionayo, ile hakikisha unaitumia hapa, kwa sababu hii ndio darasa letu sisi. Unatamani nini wewe? Unataka kuimba? Unataka kupiga vyombo? Unataka kuwa ICT? Unataka kuwa ushers? Efata ni darasani kwetu sisi. Lingine inakupa fursa ya kumkaribia Mungu zaidi na kukusaidia kushinda mienendo ovu inayo. Hilo naamini liko wazi tu, kwamba unapowaza mara zote kwamba leo nikapita mahali fulani nikaangalia watu wanalewa zile lita, nikasema wakati mwingine kwenda mpaka najikuta ameenda kulewa ni kwa sababu hana kitu cha kufanya. Wanasema sijui ni kwa sababu nilioga na leo nikiwa na mawazo. Kwa alipokuwa na mawazo akatafuta kitu cha kufanya, akakosa, akaona angukie kwenye nini. Lakini umekuwa na mawazo unasema ngoja niende nikajiliwaze kidogo na kinanda kanisani. Unaangukiaje? Unakuwa na mawazo unasema acha niende nikamwambie Bwana siku ya Alhamisi. Wewe mawazo ya kwenda kufanya dhambi unaitolea wapi? Lakini badala yake unakuwa unajitengenezea mazingira ambayo uwepo wa Mungu unakuwa na wewe, pamoja na kwamba unakuwa na mawazo sio na nini na visababishi vyote vinasababisha wewe ndio ukafanya nini, ukafanya hizo dhambi. Lakini kwa sababu unatumia
karama ulionayo, manake unaona ni bora kwenda kutumia karama ulionayo kwa ajili ya kukutengeneza kuwa uweponi mwa Mungu, na dhambi au uovu hauwezi kukusogelea. Jambo linalofuatia, tunajifunza utiifu na unyenyekevu. Kuna watu wamaliza shule leo alafu anaanza tu kwenda natafuta ajira, natafuta niajiriwe. Lazima uelewe kwamba kule kwenye ajira kuna swala la kwenda kutii na kunyenyekea. Lazima uelewe kwamba unapoenda kwenye ajira unaenda kuwa chini ya uongozi ya mamlaka fulani. Sasa upo kanisani alafu ufanye kitu chochote ambacho kinakuwezesha au kinakupa darasa la kuwa chini ya uongozi fulani. Yaani hujishughulishi na chochote ambacho kinakutengeneza wewe kwenda kuwa mwajiriwa, alafu nakaa unasubiria mimi niajiriwe. Karama ulionayo unaweza kuitumia kukutengenezea wewe fursa ya kuwa mtii na mnyenyekevu. Kwa sababu gani? Ndani ya idara au kamati ambayo unaitumika kuna uongozi ambao utakwambia saa 10 kamili ni uimbaji hapa siku ya Alhamisi. Akili yako kwa sababu inataka kutengeneza mazingira ya kuwa chini ya uongozi, utajikuta automatically ifika Alhamisi saa 10 naenda sana. Ikifika Jumamosi saa 9:30 natakiwa nimefika. Naenda wapi? Kanisani. Kwa ajili ya kufanya nini? Kufanya uimbaji. Na ufika kwenye uimbaji kwa sababu akili yako imeshajituni kwamba natakiwa kutii. Nikifika kwenye uimbaji mimi naenda kwenye uimbaji, sio kufanya nini. Jambo la kuhitimisha kipengele hiki ni kwamba kutumika kanisani sio kupoteza muda, bali ni kuwekeza katika maisha ya kijana. Bwana Yesu asifiwe. Yameeleweka ambayo tumezungumza. Makofi matatu.